Karibu tena katika mwendelezo wa simulizi ya Miss Adam. Episodi ya 4 inaanza pale ambapo hatimaye Adam na Rosie wanakutana uso kwa uso, lakini sio ndani ya mili yao halisi. Adamu akiwa bado yupo ndani ya mwili wa Rosie na Rosie ndani ya mwili wa Adamu, kila mwili ukiwa na nafsi tofauti. Safari ya tafakari, mshangao na hofu inaanza kufunguka kwa njia mpya. Je, watakubaliana na ukweli huu au watachanganyikiwa zaidi kwenye fumbo hili tata la mwili na roho? Simulizi hii imeandaliwa na Director Chuma na ikisimuliwa nami Mabo wa Mabonge kutoka hapa Bongo Brothers. Ulionekana mlango wa sebule ya Rosie kwa ndani ukifunguliwa taratibu. Adamu akaingia ndani, hatua zake zikiwa za hofu kubwa zikisikika kwenye sakafu tulivu ya nyumba. Akaanza kutazama kuta za sebule, picha za Rosie zikiwa zimepangwa vizuri ukutani na mapambo ya kike yakitoa harufu ya amani na urari wa kike. Macho yake yakajaa mshangao, kana kwamba kila picha ilikuwa ikizungumza naye. Lakini ghafla akahisi kuna mtu nyuma yake. Akaganda polepole, akageuka, na ndipo akajiona yeye mwenyewe Adamu. Ilikuwa kana kwamba anajiangalia kwenye kioo, lakini kumbe alikuwa ni Rosie akiwa kwenye mwili wake, mwili wa Adamu. Rosie kwenye mwili wa Adamu alisimama kimya, akimkodolea macho kwa mshangao usio na kifani. Wote wawili walikodoleana macho, wakishindwa kusema neno hata moja. Kila mmoja alihisi anatazama kioo mbele yake, lakini kioo hiki ni kioo cha ajabu kisichokuwa na safu. Walichokiona haikuwa taswira, bali ni uhalisia wa kile wakionacho. Adamu akapiga hatua moja mbele, Rosie naye akasogea. Wakasogeleana taratibu hadi kukaribiana, kisha wakaanza kushikana kwa kuchunguzana. Yaani, hii ilikuwa ni game ya uso kwa uso. Walishikana miili kwa hofu na mshangao, kana kwamba wanataka kuchunguza kama kweli ni wao au kivuli cha nafsi zingine. Usiku uliojaa ukimya mzito ulitawala sebule ya Rosie. Adamu ndani ya mwili wa Rosie aliketi kwenye sofa, viwiko vyake vikiwa vimeegemea magoti yake, macho yake yakielekea chini kana kwamba yanatafuta majibu ardhini. Rosie naye alikuwa amelala kiubavu juu ya sofa lingine, mkono mmoja ukilishika tama na mwingine umeegemea nyonga yake, akitazama ukutani bila kusema chochote. Walikuwa wametumia muda mrefu wakijiuliza maswali mengi, lakini yote yamebaki bila majibu. Adamu akavunja ukimya. Yaani, mpaka hospitali wameniona kama mweu. Rosie akageuka haraka akishangaa. Ulienda mpaka hospitali kumbe? Adamu akaongea kwa uso wa kukata tamaa akisema, mpaka nilitaka kuamini kweli nimeweuka. Yaani, mpaka nimemvulia nguo daktari, nikimwonyesha kuwa hii siyo jinsia yangu. Rosie akainuka ghafla kutoka pale alipokuwa amelala, akaketi kwa mshangao mkubwa. Akasema, unasemaje? Kwa hiyo ulikuwa unawaonesha ovyo watu uchi wangu huko, si ndio? Adamu akatikisa kichwa akijitetea, no, nilikuwa mimi na daktari tu. Rosie akaendelea kuongea kwa hasira. Sasa kulikuwa na haja gani ya kumvulia nguo? Adamu akaendelea kujitetea kwa msisitizo akisema, inaonekana unielewi sasa. Rosie akaonesha kuchukizwa na akasema, sawa,
Sasa ngoja na mimi kesho nitoke humu ndani, nitembee mtaa mzima nikiwa uchi. Na hivi una Adamu akamkatisha kwa hasira. Yaani mimi nimemuonesha daktari tu, wewe unataka kwenda kuwaonesha mtaa mzima? Au unafikiri mimi nashindwa kujipeleka kwa wauni nikawape utamu wako bure? Rozi akatupa kicheko cha dharau. Kwani na mimi nashindwa? Unawajua wauni vizuri wewe? Adamu akabaki kimya akimtazama Rozi, kisha akasema kwa sauti ya upole lakini ya kiukali, unatakiwa kujivunia kuwa mwanaume. Kimya kikazidi kwa muda mfupi. Baada ya ukimya na mazungumzo mazito yaliyotawala ndani ya sebule ya Rozi, hatimaye mawazo yao yalielekea sehemu moja baada ya simu ya Adamu kuita ikionyesha jina wife. Adamu akaangalia kwa makini, kisha akamgeukia Rozi na kusema wazo lililomujia akimwambia, mimi nina wazo, twende nyumbani kwangu. Suluhisho pekee lilionekana kuwa moja, kurudi nyumbani kwa Adamu kukabiliana na ukweli ana kwa ana. Rozi, kwa sababu yupo ndani ya mwili wa Adamu, ilimbidi kuvalia mavazi yake ambayo hayana doubt kwamba ni mwanaume. Yaani hapa alitinga tisheti na jinzi. Safari ya usiku ilianza, gari likikatiza mitaa tulivu ya Dar es Salaam. Rozi na Adamu walibaki kimya kwa muda, kila mmoja akistruggle na mawazo yake mwenyewe kichwani. Gari likasimama taratibu nje ya nyumba ya kifahari. Rozi na Adamu wakashuka. Rozi akainua macho yake akishangaa ukubwa na muonekano wa nyumba ya Adamu. Akasema, "Wow, kumbe una mjengo mkali," akasema akisisitiza. Adamu akamgeukia akamkabidhi mfuko wenye vizawadi vidogo vidogo vya nyumbani, huku akiongea kwa msisitizo, "Shika huu, wewe ndiyo utakuwa msemaji mkuu, usiniangushe." Ndani ya sebule ya kifahari ya Adamu, Mary alikaa kwenye sofa akitazama televisheni. Milango ikafunguliwa taratibu. Adamu akaingia, lakini si Adamu yule aliyezoeleka. Ni Rozi kwenye mwili wa Adamu. Mary akasimama kwa furaha kutaka kumpokea. Rozi akaingia kwa mwendo wa kutojiamini, macho yake yakizunguka huku na uko kana kwamba anatafuta njia ya kutorokea. Mary akampokea mfuko mkononi mwake, kisha akamkumbatia kwa mahaba mazito. Rozi akabana midomo yake kwa kigugumizi, macho yakizunguka huku na kule akijaribu kuzuia tabasamu la aibu. Mary akamshangaa Adamu kwa mavazi aliyovaa, kwani si kawaida yake. Mary akamuuliza, "Umetoka wapi?" Kabla Rozi hajajibu, Mary akamtandika swali lingine la msingi, "Kwa nini ukuwa unapokea simu zangu?" Rozi akajibu kwa sauti ya kujikaza, "Nilikuwa mbali na simu." Mary akauliza kwa mshangao mkali, "Toka mchana ulikuwa mbali na simu?" Rozi akabaki kimya asijue la kujibu. Ghafla mlango ukafunguliwa tena. Adamu akaingia. Mary akamaki mara moja, akaongea kwa hasira, "Hivi we mshenzi, unataka nini kwangu?" Sasa hapa Mary anamuona mwanamke aliyekuja asubuhi nyumbani kwake, akamfukuza akiwa na mavazi ya mume wake. Mary anamuona Rozi, lakini kumbe ni mume wake Adamu akiwa ndani ya mwili wa Rozi. Adamu akajitahidi kujizuia akisema kwa sauti ya kuomba, "Kuna jambo tunataka kukueleza. Hebu tusikilize kwanza." Rozi akaonekana akijawa na uoga. Mary akamgeukia Rozi kwa hasira akijua ni Adamu. "Mnataka mnieleze nini?"
kwamba huyu ni hawala wako, si ndio? Adamu akamgeukia Rozi kumwamrisha afanye maamuzi. Mtulize sasa, umweleweshe. Rozi akihema kwa uoga wa haiba ya kike, akasema kwa sauti isiyo na udhubutu, naomba nisikilize dada. Mary akafoka kwa hasira, hivi unanijua au unanisikia we mwanaume? Unataka kupandisha mashetani yangu Rozi akamgeukia Adamu akionyesha kukata tamaa, mwambie basi anisikilize jamani. Adamu akamjibu Rozi kwa dhihaka, kwani wanawake huwa wanasikilizaga? Ukisikia mwanamke ndo huyu sasa. Mary akasema kwa uchungu, kama umenichoka najua cha kufanya. Siwezi kuvumilia dharau za kuniletea malaya wako mpaka ndani. Rozi akamgeukia Adamu kwa hasira ndogo ya kukata tamaa, ongea naye mwenyewe bwana. Adamu akamgeukia Rozi na kusema kwa sauti ya kushurutisha, piga kofi atulie. Lakini Rozi hakuwa na nguvu tena ya kufanya lolote kwa uoga uliomjaa. Mary akaanza kulia kwa uchungu, machozi yakitiririka. Yaani mimi na kulelea watoto wako hapa ndani, kumbe wewe unafanya umalaya wako huko nje, na bado unaona haitoshi, unaniletea mpaka hapa ndani kwangu. Rozi akakata tamaa, akazunguka nyuma ya Adamu kana kwamba anataka kujificha. Mary akamfuata Adamu kwa hasira akitaka kumpiga, lakini ghafla Adamu akamsukuma Mary kwa nguvu, akamdondosha juu ya sofa. Mary akalala chali juu ya sofa akishindwa kuamini kilichotokea. Adamu akamwinamia Mary kwa macho makali akifoka kwa sauti ya ukali, mimi ndiye Adamu mume wako, mimi ndiye yule na yule ndiye mimi. Ukimya ukatawala sebule nzima. Mary akabaki akiduaa, macho yake akimtazama Adamu kwa mshangao. Je, unadhani Mary amekubaliana na hali halisi iliyopo, au ndio kwanza picha linaanza? Wewe ungekuwa Mary, ungekubali ulichokisikia au ungehisi kuna mchezo unachezewa? Safari bado ni ndefu ya kuaminisha wanaowazunguka ukweli halisi, lakini pia kubadilisha ukweli huu kuendana na maisha yao halisi walioyazoea. Endelea kufuatilia episodi inayofuata. Bwana, nafsi nafasini. Hii ni Miss Adam kutoka hapa Bongo Brothers.